Bwana mtazamaji wa Nakivona Sports. Hapa nilipo mimi ni sehemu ya VIP ya uwanja wa Gombani unaopatikana hapa kisiwa cha Pemba. Mashindano ya kombe la muungano yametamatika kwa kushuhudiwa klabu ya Yanga ikiwa bingwa wa mashindano haya kwa kuiadhibu JKU goli 1-0. Lakini ukiacha hivyo tumeshuhudia mchezo wa daraja la juu mno wenye hadhi ya fainali ya kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Sike Freddy, ripota wako kutoka Dar es Salaam ambaye nimekita Ago tokea mashindano kombe la muungano yakianza tarehe 24 mpaka leo tarehe mosi yakitamatika mwezi wa 5. Nyuma ya kamera ipo Malkia Jackie. Lakini Wanaswahili wana msemo wao mzuri unasema ukimaliza kazi utavalishwa taji. Maana yake ni kwamba ukifanya kilicho kizuri basi lazima utastahili pongezi. Hichi ni cheti. Kwa lugha ya Kimombo hii ni certificate. Na certificate hii imetolewa kama hali ya kutambua kile kilichofanywa na City Institution of Health. Hawa ndio wataalamu wa kutoa elimu inahusisha masuala yote ya utabibu Tanzania bara na visiwani. Na kwenda kuzungumza na mkurugenzi mtendaji mkuu, si mwingine muite Big Boss Shaban Mwanga, ambaye nilikuwa naye siku ya kwanza mpaka leo tunatamatika hapa mashindano haya katika kisiwa kizuri cha Pemba. Kiongozi, kwanza hii ni tuzo ambayo ina maana kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu yoyote. Kwanzia mchezo wa kwanza mpaka leo tumetamatika zimetoka pesa za kutosha, na uliniambia nyinyi mnamuunga mkono Tanzania One, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kioo cha mafanikio ya nchi yetu. Hongera mno, hongera kwa tuzo hii. Nami nakukabidhi kama kijana wako ambaye nimeshiriki kuwepo na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na uzuri wewe ni bosi wangu lakini pia ni mchambuzi wangu. Na unavaa unapendeza. Hii ni tuzo ya 6. Kwa hiyo sisi tumeshiriki mashindano ya hii ni tuzo ya 7 kwa sababu tumeshiriki mashindano ya Mapinduzi kwa mara 5 mfululizo na tumekuwa tukipewa tuzo, na huu ni mwaka wetu wa pili wa muungano. Kwa hiyo tuna tuzo 2 za muungano, tunazo 5 za kusapoti Mapinduzi, na yote haya ni kwa sababu ya kuunga juhudi za marais wetu mkono kwa kazi kubwa anayoifanya. Kwa hiyo sisi ndio kawaida yetu City Institute of Health kwenye masuala haya hatuna dogo. Kwa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama, tulianza salama, tumemaliza salama. Na nilisema mchezo wa leo utakavyokuwa, mchezo wa leo utakuwa ni mgumu na umeonekana. Watu walikuwa wanafikiri kuja kucheza na timu za Zanzibar ni mteremko. Haikuwa hivyo, ilikuwa ni mlima mzito mno. Lakini kikubwa kwa tunashukuru ZFF kwa maana Zanzibar Football Federation chini ya katibu wao Hussein Ahmada Vuai. Tumekuwa tukishirikiana naye kwa muda mrefu sana. Tumepitia mabonde, tumepitia changamoto nyingi tangu tumeanza kazi hizi, lakini kwa kushirikiana na katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar tumekuwa tukimaliza salama. Hilo ndio kubwa ambalo tunaweza tukalisema. Shukrani za kipekee kwa viongozi wetu kwa maana ya viongozi wa soka, rais wa ZFF, lakini rais wa TFF, kwa sababu kombe la muungano ni muunganiko wa Tanzania bara na visiwani. Kwa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania bara kwa maana ya rais wetu mwenye ara ndogo Wallace Karia, na rais wa Zanzibar kwa maana shirikisho mwenye ara ndogo tumeweza kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na kikubwa zaidi ni kuwashukuru wote ambao walifanikisha shughuli hizi, kwa maana timu zote zilizoshiriki kwenye mashindano haya tangu hatua ya mwanzo mpaka tunatamatisha leo, na Yanga kutangazwa rasmi kuwa bingwa wa muungano kwa mwaka 2025 baada ya kumwadhibu JKU kwa goli 1-0. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunaweza tukakisema kutoka hapa uwanja wa Gombani Pemba. Hatuna la ziada isipokuwa kumalizika kwa mashindano haya ndipo kunapoanza matayarisho ya mashindano mengine anapotujalia Mwenyezi Mungu. Na tuahidi tu watazamaji, timu, mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu kwa mwaka mwingine ambao Mwenyezi Mungu akitujalia afya njema tutakuja kivingine zaidi. Hii ilikuwa ni rasha. Mwakani tutakuja kivingine na watafurahi kuona ujio wetu. Na nadhani mmeona mashindano haya yalikuwa yamechangamka kweli kweli, kwa sababu
Kila mchezaji alikuwa na hamu ya kutangazwa mchezaji bora, kila mchezaji alikuwa na hamu ya kuambiwa yeye ni muungwana. Kwa hiyo kule kutangazwa tu kulikuwa kunaleta shamra, lakini mzigo ulikuwa ukitembea. Tumetoa mzigo kweli. Mzigo umetoboka kila siku. Tulikuwa tukitoa mzigo kwa wachezaji ambao walikuwa wanatangazwa kuwa wachezaji bora. Kwa hiyo sisi, hiyo ndio kazi yetu, kwamba alipo mama vijana wapo, ndio sisi vijana wenyewe. Nataka uniambie sasa, City College mnaacha ujumbe gani kwenye kisiwa kizuri hiki cha Pemba ambacho kinapatikana hapa Zanzibar? Wema waliotufanyia, wema tulioupata kwenye hivi visiwa vya Pemba huwezi kusimulia. Tunawashukuru sana wakazi wa Pemba. Tumeshirikiana nao kwa muda mrefu, tumekuwepo hapa, tumeshirikiana nao kwenye masuala mbalimbali. Sisi tunachoweza kukisema ni kwamba tunawaombea Mungu tukutane tena mwakani, lakini kikubwa ni kwamba wanastahiki kuwa waungwana sana. Bwana mtazamaji, huyu ni mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu wa taasisi muhimu na bora sana kwenye kutoa elimu na maeneo mengi ya afya, na amezungumza wazi kabisa kwamba anaondoka na ujumbe wa furaha kwamba watu wa kisiwa hiki cha Pemba ni watu bora sana. Nisipomuuliza hili swali nitakuwa nakosea, ama nimuulize na hili nimwache akienda kupumzike, kujiandaa na safari ya ndege kurudi Dar es Salaam. Mkurugenzi, utofauti wa mashindano kuwepo kisiwa cha Pemba na Unguja, kuna utofauti tumeona kwenye maana ya hamasa? Upo mkubwa, lakini Unguja kumechangamka. Unguja kumechangamka kwa sababu ndio asili yake. Pemba hapajachangamka kwa sababu sio asili yake. Lakini tangu mashindano haya yameanza ya Mapinduzi, watu wa Pemba wamekuwa na mwamko sana kuja kwenye kuangalia mpira. Na leo utaangalia, yani watu wa Pemba wameshangaza uwanja. Sasa hii ina maana gani? Kumbe watu wa Pemba sio kwamba hawapendi mpira, sio kwamba hawajui mpira, isipokuwa hawana hizi fursa. Unaona? Kwa hiyo kama leo umeona uwanja ulikuwa ni full house. Uwanja ulikuwa umejaa kweli. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukakisema kwamba kinachochangia Pemba ni kwamba hakuna mashindano mengi. Kwa hiyo sisi tuwaombe vilabu, tuwaombe shirikisho wawe wanaleta mashindano Pemba, kwa sababu uwanja upo. Viwanja vipo. Sasa hivi kuna kiwanja Gombani, lakini kuna viwanja annex vipo. Na hii ni kazi nzuri iliyofanywa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lazima tusipompongeza, kwa kweli tutakuwa tunafanya dhambi kubwa sana. Miundombinu ya michezo aliyoifanya ndio umeiona Pemba imelipuka. Sasa hivi Pemba imelipuka na watu wamejua Pemba. Kila saa ni Pemba, kwa sababu waandishi wa habari, watu kutoka mataifa mbalimbali. Mwaka uliopita tulikuwa na mataifa kutoka Burkina Faso, Kenya, walikuwa wamepiga kambi hapa. Lakini hii pia itasaidia uwekezaji. Kweli mahoteli hakuna mahoteli mengi na nini, lakini tayari zikija activities kama za michezo, timu zikiwa zinakuja hapa, mahoteli yatakuwepo. Kwa hiyo sisi kitu cha msingi ambacho tunaweza tukashawishi na kushauri ni kuwepo kwa mashindano mengi Pemba, lakini pia uwekezaji uwepo ambao utafanya watu waje Pemba, kwa sababu Pemba usalama upo, Pemba amani ipo, Pemba furaha ipo. Ni kitu gani ambacho utakikosa Pemba? Hali ya hewa ni safi kabisa. Kwa hiyo sisi tuwashukuru watu wa Pemba, lakini hamasa zilikuwepo. Huwezi kulinganisha hamasa ya Unguja na Dar es Salaam au Dar es Salaam, na zinatofautiana, lakini tofauti ni kwa sababu mashindano hayaji sana muda mrefu huku, lakini tumeona wamefanya kwa kiasi walichoweza, na kiasi ambacho kilifanya mashindano haya yawe mazuri mno. Mashindano yalikuwa yameratibiwa vizuri na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, ZFF. Kwa maana uongozi mzima wa ZFF tunawapongeza sana. Wao yaratibu mashindano haya vizuri sana, timu zilishiriki vizuri sana, watu walikuwa wamejipanga vizuri sana, zawadi zilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo yote haya sisi tunashukuru sana, na kuahidi tutaendelea kushirikiana nao kwa kadri tutakavyoweza na kadri watakavyotuwezesha. Ujumbe kwa City College sasa, ujumbe unaoondoka nao hapa Pemba kurudi nao Chanika Dar es Salaam.
Tunawaambia Wapemba wote waje City College. Wapo, lakini nadhani sasa wamekiona chuo chao, kwa sababu tunao vijana kutoka Pemba ambao wanasoma katika college yetu, lakini na sisi tukasema tuwafuate huku, nadhani wameona. Kwa hiyo tunitumie fursa hii kuwashawishi na kuwashauri wazazi, vijana, walezi na wadau wa elimu wawalete wanafunzi wa City Institute of Health Dar es Salaam waje wakapate elimu bora. Tunatoa kozi za diploma kwenye radiography, physiotherapy, health records and management, social work, pharmaceutical science na clinical medicine. Hizi kozi zote zinapatikana katika chuo chetu kilichopo Dar es Salaam, Chanika, wilaya ya Ilala, manispaa ya Ilala. Kwa hiyo tunawakaribisha wote waje wajiunge na chuo chetu. Ada zetu ni nafuu sana, na ukizingatia programu takriban 4 zinapewa mkopo wa 100% na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapo ndipo tunapo mshukuru na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kuona kuna haja ya kuleta hizi program, kuzifadhili na kuwapa Watanzania fursa hizo. Asante sana. Wanasema koa uteme ulilonalo moyoni useme. Wacha mimi nikoe niteme ulilonalo moyoni liseme. Aliyezungumza hapa ni mkurugenzi mkuu wa City College, lakini nataka nikwambie huyu ndiye aliyetupa mkono wa nguvu kutoa Dar es Salaam, kutuleta Unguja, na kutoa Unguja kutuleta hapa Pemba. Tumekaa takribani siku 6 mpaka leo, toke tarehe 24 ambapo mashindano yalianza, lakini yote hiyo ni kwa nguvu ya udhamini wa City College ambao amezungumza. Wanapatikana Ilala, Dar es Salaam, eneo la Chanika. Mimi ni CK Fred, nyuma kamera ipo mdada jasiri kabisa, muite Jackie, ambaye yeye amefanya kila kitu ukiona kizuri. Miongoni mwa faida kubwa za kwenda City College ni kuwa pia na afya iliyo bora. Unamtazama bosi alivyo, amependeza, suti imemkaa. Haya, tunataka tumuokote sasa hivi. Asante sana.